because the power of God is in His gospel. TV Grace International presents The Mind of Christ, the ineffable words of God on the lips of the man Christ Jesus. Abba Father. Sawa, hebu tuingie kwenye mada ya leo. Ni mada ya kuvutia sana. Naam, zinavutia. Hebu fikiria neno la neema. Twende sura ya 10. Tusome mstari wa 8. Inasema zaidi ya hayo, inasemaje? Neno liko karibu nawe sana, kinywani mwako. Na wapi? Na moyoni mwako. Kisha inasema hili ndilo neno la imani tunalohubiri. Ni neno gani la imani Paulo alihubiri? Ujumbe wa Paulo ulikuwa nini? Neno liko karibu nawe, katika kinywa chako na ndani ya moyo wako na katika akili yako. Ni muhimu kwa sababu katika sura hiyo hiyo ukiangalia mstari wa 5, mstari wa 4 na 5, angalia muktadha, kwa maana mwisho wa sheria ni Kristo, kwa haki kwa kila aaminie. Kwa sababu ya haki ya sheria, Musa, nani aliyeandika? Musa aliandika hivi: mtu atakayefanya mambo haya ataishi kwa mambo hayo. Yaani katika sheria mtu atakayefanya ataishi kwa hayo. Huo ndio muktadha. Lakini Paulo anasema kuhusu huduma yangu, hili ndilo neno la imani. Sema neno la imani. Hili ndilo neno la imani tunalohubiri. Ni neno gani la imani tunalohubiri? Neno liko karibu nawe, ndani ya kinywa chako na moyoni mwako. Huo ni utofauti mkubwa, kwa sababu katika mfumo mambo yamechanganywa. Wanasema ndiyo kwa kinywa na moyo, lakini lazima ufanye. Kwa hiyo kusema lazima ufanye. Sikiliza vizuri, kwa sababu hili ni suala la uzima au kifo. Ujumbe wa leo, tuko katika milenia mpya, na hizi ni miongozo ambayo usipoielewa unatoka nje ya neno la imani. Inawezekana katika huduma ya ulimwengu ya kukua katika neema kuna watu wanaochanganya, hasa wakati kuna matatizo. Wakati mmoja Paulo, katika mateso na katika mapambano na katika majaribu na katika udhaifu wake, alisema kwamba alimsihi Bwana amwondolee mambo hayo. Kama kusema, Bwana naweza, kama katika wakati uliopita naweza kufanya mfungo, juhudi au ombi maalum. Nao wakamwambia, inatosha. Usiniletee kitu kingine chochote hapa. Ninachotaka ni kinywa chako na moyo wako. Kinywa chako. Mchungaji, lakini hiyo ni rahisi sana. Hasa mlemavu, yule aliye kwenye kiti cha magurudumu, yule aliye hospitalini, anastahili sawa na wewe uliye mzima. Yule mzee. Kwa sababu ni rahisi sana. Baada ya kuwa hai, unaweza kutumia kinywa chako na akili yako. Na viungo hivyo viwili ni muhimu, si kutafakari, ni kinywa chako. Kinywa husema, tukiwa na roho ile ile ya imani, kama ilivyoandikwa, niliamini, kwa hiyo nikanena. Basi angalia kile Warumi 7:25 inachosema, ili kutoa nguvu zaidi kwa hili tunalozungumzia. 7 mstari wa 25 inasemaje? Namshukuru Mungu kwa njia ya Yesu Kristo. Abba Baba. Ndiyo, inasema Bwana wetu. Kwa hivyo mimi mwenyewe kwa akili namtumikia nani? Lakini kama unatenda. Inasema lakini kwa mwili, kwa sheria ya Musa, kwa sheria ya dhambi. Inasema kwa sheria ya dhambi. Yaani ukiweka mwili wako hapa, ukiweka uwezo wako,
basi unavunja kanuni hiyo kwa sababu unajiingiza katika sheria ya dhambi, ingawa dhambi iliondolewa, lakini yule anayetenda hajui. Ndiyo maana huduma nyingine zote duniani zinafikiri kuwa kuna dhambi, kwa sababu kwa vile wako katika matendo. Matendo yanawapeleka kwenye sheria ya dhambi na wanahisi kuna dhambi. Ndiyo maana lazima iwe kwa akili. Mchungaji, lakini hiyo ni rahisi sana. Inamaanisha kuwa hili ndilo neno la imani tunalohubiri. Neno liko karibu nawe, kinywani mwako na akilini mwako. Na kwa hayo nitaweza kuwa mzima, mwenye kufanikiwa. Kwa hayo ninaweza kuwa na furaha kwa kinywa na akili. Kwa viungo hivyo viwili bila kusonga. Naam, alionya. Yesu Kristo katika siku za mwili wake alisema, angalieni, twaeni nira yangu juu yenu, kwa sababu ni nyepesi na rahisi kuibeba ni mzigo wangu. Tazama, mimi huwaletea habari njema za wokovu. Na angalia, zilikuwa habari mpya. Ndiyo maana hawatuelewi. Wanasema huduma hiyo ni rahisi sana. Watu wanaingia hapo na kuketi, wanaanza kuzungumza na kufikiri. Na ndivyo wanavyofanya. Hawafungi, hawakeshi, hawapambani, hawafanyi mafungo wakitafuta uwepo wa Mungu, kwa sababu wanasema tayari wamekamilika na ni wakamilifu. Hawaombi Mungu shuka, kwa sababu tayari ameshuka. Hawafanyi ibada ya kunawa miguu, kwa sababu tayari wamekamilika na hakuna haja ya kuonyesha unyenyekevu wa uongo. Watu hao hapo hawafanyi chochote, na ni kweli. Sisi hatufanyi chochote. Kama hapa ingekuwa kwa mafanikio, ningekuwa hapa, ingebidi nisaidiwe kupanda ngazi hizo. Kwa sababu basi, fikiria, na mataifa yote tuliyo nayo, ningekuwa nimeshamalizika. Yaani, unapofanya kazi na watu na kuwakilisha watu. Kwa mfano, mimi hufikiwa kila siku sasa kutoka mataifa yote. Hali na basi, ninawezaje kuthibitisha kwamba kwa kweli ninatumia kinywa na akili? Basi mara tu ninaposikia tatizo, hapo ninaweka akili na kinywa na kusema. Nasema, malaika, acha malaika watende. Mimi siyo. Na ninaposema, malaika shughulikieni hilo, mimi siendi siku inayofuata. Ukoje? Je, hii imefika? Angalia, je, wamefanya hivi? Kwa sababu kama sivyo, bili ya simu itakuwa ghali sana, na kisha inakuja wasiwasi mwingine wa kurekebisha kwa njia nyingine. Basi bili zinapanda, unaharibu kila kitu. Hapa huwezi kujiingiza, kwa sababu malaika wako katika huduma yako, lakini wako katika huduma yako ikiwa unaheshimu kile wanachosema. Kinywa na akili. Kinywa, ikiwa unaweka wasiwasi wako, shughuli zako, malaika wanasema alizungumza, lakini haonyeshi ushahidi. Ana shughuli nyingi, namwona ana wasiwasi sana. Anazungumza mara kwa mara kuhusu tatizo. Hey, wangapi wako katika mapumziko? Ukitenda mara moja unaingia kwenye matatizo. Sikiliza, na kama kulalamika kungetatua matatizo, mtu angekuwa akilalamika siku nzima, sivyo? Zaidi ya hayo, angalia tatizo unaloweza kujitafutia. Warumi, tutakuwa kidogo katika Warumi. Sikiliza, na kwa nini alimwambia yote hayo Roma? Huwezi kuona kwamba kutoka hapo ndipo kifo cha mataifa yote kingetoka? Basi kutoka hapa tutatoa uzima kwa ajili ya mataifa. Warumi 4 inasemaje? Katika mstari wa 4 inasemaje? Lakini kwa yule anayetenda inasemaje? Mshahara wake si kitu, bali kama nini? Na kama wewe unatenda matendo, unadaiwa na nani? Unadaiwa na Musa. Musa atakuambia umetenda. Timiza amri 613 za sheria. Kwa hivyo unakuwa basi unadaiwa. Hayo ndiyo yanayotokea makanisani. Hawatatuelewa. Kama wana madeni na akaunti yetu imelipwa. Namaanisha tuna madeni mengi sana hapa mwilini ili tuweze kujiongezea madeni na malaika sasa. Angalia, hili ni jambo zito, miongozo ninayokuambia usiku huu. Hii si mahubiri ya kawaida ya kutimiza nusu saa au dakika 45. Nazungumza na mataifa. Nazungumza na wadanganya au nawaambia ukweli. Ujumbe huu unategemea mataifa yote na ninyi nyote kuanza kutawala katika uzima kwa njia bora zaidi.
Malaika wako tayari, lakini wanataka miongozo ifuatwe. Na miongozo ni: yule anayetenda kazi hapa mshahara wake hauhesabiwi kama neema, bali kama deni, na kuwa na deni kwa Musa ni tatizo kubwa. Kwa sababu kitabu cha Wagalatia sura ya 3 kinasema kwamba wote ambao wanategemea matendo ya sheria wako chini ya laana. Mchungaji, unasema vyama vya wachungaji wa Miami viko chini ya laana? Jibu mwenyewe. Twende kwenye Biblia nikuambie kama wako chini ya laana. Mabaraza ya televisheni, misa na ushauri wa wachungaji hao. Chachu kidogo huchachusha donge zima. Anayevunja kanuni hizi yuko chini ya laana. Angalia mstari wa 16 wa sura ya 4 unasema nini? Kwa hiyo ni kwa imani, ili iwe kwa neema, ili ahadi iwe imara kwa watu wawili au watatu, kwa ajili ya uzao wake wote. Ni kwa imani ili iwe neema. Angalia Warumi sura ya 11 mstari wa 6, tuendelee kusoma. Tukikaza kipimo kwenye kikombe ili unga zaidi uingie. 11. Angalia sura ya 11 mstari wa 6, na ikiwa ni neema inasema nini? Kwa njia nyingine neema ni nini? Si neema tena. Ikiwa ni matendo si neema, vinginevyo ni matendo. Unaingia kwa matendo au kwa neema? Unajua, wakati mwingine nahisi wivu na hasira. Nimebatizwa kwa hasira. Nikikutana na mtu anayeniambia, unajua mchungaji wangu anahubiri neema. Ndiyo sana. Angalia, mwezi huu alizungumzia mada hiyo, ile ya uteule, tayari katika kanisa la mfumo lile la kwenye kona, tayari wanazungumzia hilo. Na mchungaji ni mtu mwema. Mchungaji ni mzuri sana, bora, ana homiletiki nyingi. Ana shahada, udaktari wa sayansi, na katika lugha asilia za Kigiriki. Mwanatheolojia mkubwa na anahubiri neema kama nini. Ndiyo. Walifanya nini Jumapili? Jumapili walitangaza mfungo wa Jumamosi. Mfungo siku ya Jumamosi. Kwa sababu shetani anapeleka roho motoni. Unaniambia hiyo ni neema, uliyebarikiwa? Hapana, usicheze na mfumo wako chini ya laana. Ninasema hivyo rasmi kwa mataifa yote. Makanisa yote yamo chini ya laana. Kama ni matendo, basi si neema. Wazo ni kutochanganya uliyebarikiwa. Tatizo ni kuchanganya mambo. Ikichanganywa tu, agano linabatilika. Chukua mtungi wa maji safi na uweke tone moja la iodini. Kila kitu kinachafuliwa. Tunaishi katika mwili wa ufisadi. Kwa hiyo matunda pia yako katika ufisadi. Una 99. Tufaha 99 nzuri. Na ukiweka moja mbaya, zile 99 haziwezi kuirekebisha. Bali ile mbaya inaharibu zile 99. Kwa sababu tuko katika mwili wa ufisadi. Kwa hiyo angalia, unaishi kwa neema na unaweka tone moja la matendo. Na tendo lina uwezo wa kula na kubatilisha neema yote. Linakuingiza kwenye deni na riba kubwa ya 45%. Unajitia madeni na kuharibu maisha, furaha inapotea. Malaika hawakuambatani nawe, kwa sababu wanaona mchanganyiko kinywani mwako na moyoni mwako. Wanaona mchanganyiko na huduma yako inabatilika. Na unaweza kukubaliana nami, lakini pia unaweza kuwa unasema, jamani, labda ndicho kinachonipata mimi, kwamba sijajihakikishia kama ni mapumziko mengi au machache, au mguu mmoja hapa na mwingine pale, kwa ajili ya tahadhari. Kidogo hapa, kidogo pale. Ndiyo, kuna watu wanaosema hayo anayohubiri Jose Luis de Jesus ni lala tu hapo. Sizungumzii uvivu, nazungumzia mapumziko.
Mapumziko na uvivu ni tofauti. Mimi si mvivu na kesha nikikimbia. Nafanya kazi lakini nikiwa katika mapumziko. Na wewe unafanya kazi katika mapumziko. Mchungaji, mapumziko yako wapi? Katika namna unavyoweka mikono? Hapana, mapumziko, angalia, yako hapa akilini na yanajidhihirisha kupitia kinywa. Hujawahi kuona kwamba watu ambao hawako katika mapumziko daima wanalalamika? Daima. Na wanayataja kwa sauti ili aweze kupata uzima, kwa sababu kinywa, angalia, kinywa kinapokuwa katika neema ya Mungu kinaleta uzima katika ulimwengu wa kiroho, lakini kinywa unapokitia maji machungu ndani yake, unapokitia maji ya chumvi, unapokitia kitu kingine, unatoa uzima kwa mauti. Yaani, tunashughulika na visa fulani hapa vizuri. Huoni kwamba kanisa, ikiwa wewe ni kanisa, umeketi katika maeneo ya mbinguni. Kwa hiyo, kwa vile umeketi katika maeneo ya mbinguni, unahitajika kuwa na kinywa na akili. Unajua daktari mmoja aliniambia nini Honduras? Aliniambia, hauhubiri, unachohubiri ni sayansi ambayo anayeelewa anapona. Hii ni sayansi. Na ni kitu cha kisayansi kwa sababu unajua ni nini bila kusogeza kidole. Kwa kinywa chako na akili yako kuishi kimwili, kiroho na kuwa na amani na Mungu na malaika zako wote. Hiyo ni biashara nzuri. Hiyo ni biashara nzuri kati ya bora. Fikiria kwa utulivu bila wasiwasi. Ya kuvutia. Angalia, mtu aliye katika hali nzuri ya afya ya akili ananiambia ndivyo ilivyo. Nilipenda hilo. Asiyependa hili ni kwa sababu anaumwa, ameharibika. Ikiwa unakataa haya ninayosema kwa aya za Biblia ninazofundisha, mtu huyo hayuko sawa, ameharibika. Naam, hii ni kwa kinywa na akili. Inamaanisha ana kinywa kilichoharibika na akili iliyofungwa. Ameisha. Kwa asiyependa mapishi haya. Angalia, tazama kile kinachosema katika Warumi 3:27. Leo mapishi haya ni ya Kirumi. Leo kuna Warumi hapa wa aina nzuri, si wa yule mwingine. Angalia kile kinachosema sura ya 3 mstari wa 27 na 28. Wapi basi kujivunia? Kumetengwa. Kwa sheria ipi? Kwa ile ya matendo? Hapana, bali kwa sheria ya imani. Tunahitimisha basi kwamba mwanadamu anahesabiwa haki kwa imani bila matendo ya sheria. Basi mtume anatuambia nini hapa? Kwamba kila anayetenda anachotafuta ni kujivunia. Ndiyo maana mfumo ni wa majivuno. Kwa hiyo sisi hatuna majivuno. Ingawa tunajivunia katika Kristo, hatuna majivuno ya kimwili. Ndiyo maana hatupendwi na mfumo. Ndiyo maana unatafuta. Je, una matatizo na ndugu unapowaambia haya? Ni kwa sababu neema inatenga kila aina ya majivuno. Neema inakufanya mnyenyekevu. Kwa sababu inakuambia, angalia, Paulo alisema, mimi ni wa mwisho wa mitume niliyefika kama aliyezaliwa kabla ya wakati. Lakini angalia, nimefanya zaidi ya wote. Lakini si mimi, bali neema ya Mungu ndani yangu. Angalia kile kinachosema Warumi tena 14. Twende kwenye Warumi. Warumi 14. 23 anasema mstari wa 23. Yule anayeshaka kuhusu kile anachokula anahukumiwa. Angalia, ikiwa unashaka kuhusu unachokula, anahukumiwa kwa sababu hafanyi hivyo kwa imani. Na kila kitu kisichotokana na imani, sema kila kitu. Kila kitu kisichotokana na imani ni nini? Mchungaji, lakini ikiwa dhambi iliondolewa. Iliondolewa. Lakini unapotoka katika imani ni kama unaishi katika dhambi, kwa sababu imani ndiyo kitu pekee kinachokuambia hakuna dhambi. Ndiyo maana waliobarikiwa hawatuelewi. Ili kutuelewa, ndugu, lazima uwe katika imani. Hiyo ndiyo yote. Ili kutuelewa sisi. Angalia,
Kuwa katika imani, kuamsha imani, mara moja mashaka yote yanaondoka. Unabaki wazi. Watu wanaochanganyikiwa na sisi, na ni watu wachache sana wanaochanganyikiwa na sisi. Sisi hatuna aina yoyote ya mateso popote. Sisi tunaeleweka na kila mtu. Lakini kwa nini hawatuelewi? Kwa sababu hawako katika imani. Naam, nitatoka katika Warumi sasa. Nitatoka katika Warumi. Twende sasa kwenye barua ya pili kwa Wakorintho. Sura ya 13. Mstari wa 5. Mkiipata semeni Aba Baba. Mmeipata. Wamesema Aba Baba bila kuipata. Ni mkiipata. Sura ya 13 ya barua ya pili kwa Wakorintho, kwa sababu Paulo aliwaandikia Wakorintho. Na kwa vile watu hawa walikuwa wakila chakula cha jioni, walikila vibaya. Walikuwa katika misingi yote ya mafundisho ya Kristo. Walikuwa watoto katika Kristo. Basi Paulo inaonekana alitilia shaka, na akasema watu hawa hawako katika imani, hawa wako katika kitu kingine. Angalia kile alichowaambia. Jichunguzeni wenyewe ikiwa mko katika nini. Ikiwa mko katika nini? Katika imani. Anasema jipimeni wenyewe. Au hamjijui wenyewe kwamba Yesu Kristo yuko ndani yenu, isipokuwa kama ninyi mmekataliwa? Usiku huu nakuuliza, jichunguze uone ikiwa uko katika imani. Je, unasema kila kitu ni sawa? Je, unasema naita vitu ambavyo havipo kama vile vipo? Napanda kwa sababu najua nitavuna. Nitavuna hapa pale, katika ununuzi mzuri wa gari, katika uponyaji, katika hili. Jipime uone ikiwa uko katika imani. Katika huduma ya kukua katika neema, si wote wako katika imani. Lazima tujichunguze. Hiyo unaiona kwa wasiwasi, malalamiko, namna watu wanavyojiendesha. Ndiyo maana inasema jichunguze uone ikiwa uko katika imani. Unaweza kuwa katika dini yako, lakini hiyo si imani. Zaidi ya hayo, unaweza kuwa hata katika huduma na inawezekana hauko katika imani. Maana imani ni mtindo wa maisha wa kupokea neno la Mungu kisha kulitamka na kuamini. Imetendeka. Mchungaji, imani ni nini? Imani ni hakika ya mambo yale tunayotarajia na ushahidi wa yasiyoonekana. Waebrania 11:1. Andikeni ninyi mnaoandika, ingawa wote mnapaswa kuandika, nasema wale wanaofanya. Kwa maana kuna watu wanasema siwezi kukariri. Hutaweza kukariri kamwe kama huyaandiki. Andika mistari leo. Mlizungumzia nini? Nina mistari 11 hapa, nikifika nyumbani nitayapitia na nitayasoma kwa sauti ili niyakumbuke. Mistari hii naikariri kwa kichwa. Kwa sababu nimeyasoma, ndiyo maana ninayo. Na basi kadiri unavyozidi kukiri neno na kadiri unavyozidi kulitamka, basi roho ya imani, ukiwa na roho ile ile ya imani ndani yako, roho ile iliyomwongoza Yesu wa Nazareti kote Yerusalemu akitenda miujiza, roho ile ile ya imani inaanza kukumiliki. Wewe ni kiumbe ambaye umemilikiwa na roho ya imani iliyokuwa ndani ya Yesu. Sema, nimeimilikiwa. Hiyo ndiyo milki bora. Hiyo haitoki kwa maombi wala kwa kufunga. Unabaki umemilikiwa na roho ya imani. Hili ni muhimu ndugu. Ni muhimu. Kwa sababu usipolifanya hili, hata kama uko kanisani, unaingia katika hali ya mazoea. Na basi kwa kutoyaona mambo unayokiri yakifanya kazi haraka, kwa sababu mkulima ili avune kwanza hupanda na kusubiri. Na basi ni mchakato wa kuendelea kusema. Unaweza kuchoka na jinsi tunavyokusanya sadaka. Sema hii nimefanikiwa. Huo ni mchakato. Ibrahimu alisema nina mtoto kwa miaka 25 akisema nitapata mtoto. Sara, nasema utapata mtoto. Nadhani Sara baada ya miaka 20 alimwambia umenichosha, acha upuuzi huo. Akacheka.
Na baadaye malaika wa Bwana alipotokea alimwambia Sara, ulicheka. Alimwambia, ulicheka. Lakini aliwapa mtoto. Aliwapa mtoto. Lakini kwa kutangatanga alitokea Ishmaeli anayesababisha matatizo hadi leo. Twende kwa Wakorintho wa kwanza. Wakorintho wa kwanza sura ya kwanza. Tazama mstari wa 21. Kwa maana katika hekima ya Mungu, ulimwengu haukumjua Mungu kwa njia ya hekima. Ilimpendeza Mungu kuwaokoa wale wanaoamini kwa upumbavu wa kuhubiri. Upumbavu wa kuhubiri ni nini? Kuita mambo yasiyokuwepo kana kwamba yapo, hiyo ni kazi ya wapumbavu. Upumbavu wa kuhubiri. Kila kitu ni sawa, sema kila kitu ni sawa. Jirani anakuuliza inakuwaje kila kitu ni sawa na matatizo ulio nayo? Ndiyo, huu ni upumbavu. Watu hawaelewi imani kwa sababu ni upumbavu kusema nimefanikiwa, nina afya, niko sawa. Unaposema niko sawa, mwili wako unasubiri utoke hapa. Ili kusema kila kitu ni sawa, mantiki ya kibinadamu inaanza kukutumia mishale kukuambia usiamini uongo huo. Endelea na upumbavu huo na unaanza. Na lazima uchukue mishale hiyo yote ya moto na kuizuia, kuibatilisha. Napata mishale na lazima nipigane nayo. Hujachoka? Mingapi imebaki? Ni mingapi imebaki? Hiyo ndiyo ile vita nzuri ya imani. Pigana vita nzuri ya imani. Kuna vita nzuri, lakini lazima uipigane kwa kinywa na kwa akili, na huwezi kufikiri kwamba unajua kila kitu. Huwezi. Nina miaka 10 katika huduma. Mtume, hiyo ni kurudia. Hapana, usiseme ni kurudia, hii inakupeleka kwenye nyingine. Hii inakupeleka kwenye uzito mwingine wa utukufu. Ukiweka hili katika vitendo, kila kitu kinaenda sawa. Kila kitu, kwa sababu utaanguka chini ya roho ya imani kwamba hata mambo yanapoenda vibaya, unapaswa kusema simkanushi Bwana katika hili. Inasema kila kitu hufanya kazi kwa wema. Neno la imani linaniambia lazima nishukuru hata katika hili ninalopitia. Hey. Lazima nishukuru. Lazima nimtambue Bwana katika jambo hili.